namba 24027 ya mwaka 2027 Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara Kuu Dodoma kupinga kuenguliwa na INEC. Hoja na malalamiko zilizowasilishwa mbele ya mahakama zilikuwa ambazo na zenyewe tuliziwasilisha kwamba sasa tulikuwa tunaongelea haya mambo ambayo ya sasa hivi tulioenda nayo kwenye mahakama, lakini msingi nini tulichokipeleka kwenye mahakamani sisi Mahakama Kuu tuliipelekea nini? Tuliipelekea tukilalamika yafuatayo: INEC ilikiuka haki ya kusikilizwa, kwamba ACT Wazalendo ambacho ndio chama kilichompa mgombea udhamini, mgombea wake alienguliwa bila chama kusikilizwa, ili hali haki yake ya kushiriki uchaguzi imepokonywa. Pili, hata mimi Ruhaga Joyson Mpina pia sikupewa nafasi ya kusikilizwa, kwani kilichofanyika ni kujibu mashtaka kwa maandishi. Hivyo kwa mujibu wa ibara ya 13(6) huo sio kusikilizwa kikamilifu. Kusikilizwa kikamilifu ni pamoja na kuita mashahidi, kuleta vielelezo na kuhoji mashahidi wa pande zote mbili. Lakini la tatu, INEC ilitilia maanani maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa yaliyoniengua mimi Mpina, bila kujali maamuzi hayo wakati pingamizi linawekwa yalikuwa tayari yanabishaniwa mahakamani kwenye shauri la mapitio la kimahakama namba 23438 la mwaka 2025 ambalo lilikuwa linahoji uhalali wa maamuzi hayo ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa hali ya kawaida, maamuzi yanayobishaniwa mahakamani yasingeweza kutumika kama kigezo cha kumwengua mgombea, kwa sababu mwisho wa siku si rahisi kujua mahakama itaamua nini. Utashi wa kawaida tu, yani ile common sense, isingeruhusu kufanya kile ambacho INEC ilifanya. Tatu, tume ilikiuka sheria ya uchaguzi kwa kufanya maamuzi kwa kuzingatia vigezo ambavyo havipo kwenye fomu ya mapingamizi. Kwa mujibu wa fomu ya mapingamizi, hakuna kigezo cha kuenguliwa na msajili wa vyama vya siasa. Mbali ilitakiwa tume ijiridhishe kama mimi Mpina nilikuwa mwanachama wa ACT Wazalendo na kwamba chama cha ACT Wazalendo kiliniteua na kunipa udhamini, jambo ambalo halina ubishi kuwa Mpina ana vigezo vyote vya kisheria na hata vya ndani ya chama baada ya kupata kadi ya wanachama tangu tarehe 29 Julai 2025 na kupitishwa na mkutano mkuu halali wa ACT Wazalendo uliofanyika tarehe 6 Agosti 2025 Mlimani City, Dar es Salaam, ambapo pia ulihudhuriwa na naibu msajili wa vyama vya siasa ndugu Sisti Nyahoza ambaye aliridhika kabisa na tunashangazwa nini kimebadili msimamo wake msajili huyu. Maana alipewa mpaka nafasi na kushukuru na akasema ACT Wazalendo mmeendesha mkutano huu vizuri kwa wazi na kwa demokrasia ya hali ya juu. Lakini namba 4, INEC ilikiuka katiba na sheria kubeba maamuzi ya msajili kikipofu tu, yani blindly, bila kuzingatia ushahidi uliopo juu ya mimi Mpina kuwa nina sifa zote za kikatiba kisheria kugombea urais. Kwa namna nyingine ni kwamba INEC haikutumia utashi wake kuamua, bali iliburuzwa na msajili wa vyama vya siasa. Namba 5, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hakuwahi kujaza fomu namba 9A ya kuniengua mimi Mpina kama sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani inavyotaka. Badala yake mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima aliandika barua ya kunijulisha kuenguliwa kwangu, ambaye hana mamlaka hayo kisheria, kwani yeye sio mwenyekiti wala makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Kwa msingi huo kisheria, tangu tume initeue kuwa mgombea wa urais tarehe 13 Septemba 2025 hadi sasa sijaenguliwa kugombea, kwani barua ya Ramadhani Kailima sio maamuzi ya tume kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi. Hiyo ni sawa tu na kusema kwamba ni nyaraka batili, kwa sababu kuenguliwa kwangu kulitakiwa lazima ijazwe ile fomu namba 9A na isainiwe na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Kilichopo kwangu sasa hivi na muda wote ni barua tu ya mkurugenzi wa tume ya uchaguzi huyu Ramadhani Kailima. Sina dokumenti nyingine. Kwa hiyo dokumenti ni batili, na kwa msingi huo mpaka sasa hivi kisheria mimi sijatenguliwa, kwa sababu hakuna dokumenti yoyote ile iliyotoka tume ya kunitengua zaidi ya hiyo barua ambayo ni sawasawa tu na makaratasi mengine.
INEC haikutoa sababu yoyote ya kwa nini ilipuuza hoja ya kuwepo kwa shauri la mapitio la kimahakama, yani judicial review namba 23438 la mwaka 2025 lililokuwa linapinga uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa. Pamoja na mimi Mpina kusisitiza juu ya uwepo wa rufaa hiyo, kuwepo kwa rufaa hiyo, kutokutoa sababu ni jambo kubwa linalokiuka misingi ya asili ya utoaji wa haki, yani natural justice, ambayo inataka mfanya maamuzi kutoa sababu za kufanya hivyo. Kwa hiyo hata nilipotoa sababu, kwa sababu wakati INEC wananiengua haya maamuzi ya msajili, tayari mimi na chama changu tumeshayapinga mahakamani, na jambo la kawaida kwamba jambo likipingwa mahakamani huwezi tena kulitumia kama maamuzi. Kwa hiyo